Jahazi TV. Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar ndio inoratibu shughuli za mfuko wa jimbo wa mwakilishi. Kwa maana hiyo, fedha ukishapewa, mfano kama sasa tumeshapewa pesa, ikifika mwezi Machi, mwezi huu tayari wanaanza kuja hawa. Hebu tuambie, kwa sababu kwanza ile fedha unapoomba lazima uandike unakwenda kuifanyia kitu gani, na sio kwamba ile pesa unapewa mfukoni kwako mwakilishi. Fedha ile unatakiwa kabla ya kupewa, tunatoa barua kwa wakilishi wote, leteni majina ya kamati za maendeleo yako ya jimbo, na ile kamati na maelezo mule anatakiwa watu wenye mazingira maalumu, anatakiwa mkurugenzi wa halmashauri, lakini vile vile anatakiwa mwenyekiti, anakuwa ndio mwakilishi mwenyewe, wanatakiwa na katibu, yani imeleza mtiririko, halafu na masheha vile vile wanakuwa katika ile kamati. Kwa hiyo ile kamati inakaa kikao, inaratibu. Jimboni kwetu tuna shida 1, 2, 3, lakini kutokana na kiasi cha fedha zilizopatikana tufanye kitu 1, 2, 3. Mkishakubaliana mnaleta tena maombi afisi ya Makamu wa Pili wa Rais. Afisi ya Makamu wa Pili wa Rais ikishajiridhisha ndio inatoa zile fedha. Sasa hivi fedha zimeshatoka kuanzia huu mwezi wa 3 mwishoni. Idara yetu ya afisi ya Makamu wa Pili wa Rais, idara ya uratibu, itaanza kufuatilia fedha zile za mfuko wa jimbo. Hivi sasa nimejaribu kufuatilia, kuna majimbo kama 2 fedha zao bado hawajachukua, na wengine wanataka kufanya matumizi ambayo yako nje ya ile sera yetu, kwa sababu zile fedha pia zina maelekezo. Uweze ukachukua pesa ya mfuko wa jimbo ukaenda kuwanunulia watoto uniform, hapana, au ukaenda ukafanyia iftari, hapana. Zile fedha zinakwenda katika yale mambo moja kwa moja yanakwenda kusaidia jamii kutatua tatizo la jamii katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo fedha, ili ukesha maliza ule mwaka, unaambiwa kabla kutoa fedha nyingine, tunatoa barua, waheshimiwa wawakilishi, fedha ya mfuko wa jimbo tayari, tunaomba mlete marejesho. Yaani marejesho maana yake zile risiti za matumizi, na sio risiti tu, tunakwenda kukagua jimbo kwa jimbo. Kwa hiyo hakuna pesa itakaoliwa na mwakilishi tukampa pesa nyingine. Fedha hizi milioni 20 ukistadia unaziona nyingi sana, lakini ukiziingiza kwenye mradi wote wa ujenzi ni fedha chache sana. Kwa hiyo mara nyingi na washauri wenzangu, tufanye mradi ambao ile pesa yote unaingiza pahala pamoja. Mtu akija unamwambia nimefanya hichi hapa. Tatizo la baadhi ya wakilishi, pale pipe imepasuka na kwenda kununua kichwa cha mfereji, huku sijui kisima kimeharibika na kwenda kununua pump. Kwa hiyo unaweza ukakuta anakupa matumizi ya fedha ya mfuko wa jimbo, lakini ukamwambia nionyeshe hicho kitu, wewe kweli unakwenda kupiga picha kichwa cha mfereji? Unakwenda kupiga picha feni, kanunua feni. Kwa hiyo fedha za mfuko wa jimbo zinatakiwa zifanywe mambo ambayo moja kwa moja unakwenda umekuna tatizo pahala, unakwenda kuondoa. Na ndio maana wananchi wengi wanalalamika fedha wanazila bwana, kwa sababu hazionekani. Kama mfano ungechimba kisima pale, wananchi wangekwambia fedha umezila, kwa sababu kisima wanakiona na tatizo la maji limeondoka. Jahazi TV.